Sawa bwana Sako, tumekutana kwa ajili ya kuzungumza mustakabali wa klabu yako wakati umerudi kutoka Ngorongoro kwenye uzinduzi wa jezi, lakini ukiwa kuonekana umekiwasha ndani ya gari na nini, issue ya mwenyekiti bwana. Kwanza msimamo wako mpaka sasa hivi, maana nimekusikia unasema Magoli ndiye mtu wa kweli ndani ya Simba kuliko Mangungu. Naam, nashukuru kwa kweli, kwa tumerudi salama mpaka sasa. Katika lile vuguvugu ambalo lilikuwepo sitafahamu katika Simba Sports Club kwa uongozi wetu wa Simba muktadha Mangungu, lakini mpaka sasa yameshakaa sawa, na mimi niliwasha moto baada ya kumsikiliza Mangungu. Ameweka kikao kule Bunju, kwa hiyo ndio maana nikasema hii haileti picha nzuri kwamba sisi tunafanya jambo lingine huku na mwingine anafanya jambo lingine huku, na kwa sio Simba nguvu moja. Na maana ndio maana mimi nikawasha moto, na nashukuru kwa kuwa ule moto niliouwasha viongozi wameona kwamba watu wa Simba wataki masiara, ndio maana jana wakakaa kikao wakamaliza tofauti zao na mpaka sasa hivi wako vizuri. Nimekusikia, lakini hapa unasema wewe unavyoona Mangungu ni mtu wa nani, umesema ukiangalia kwa usajili na mambo mengine ndani ya timu Magoli unamkubali zaidi? Namkubali Magoli. Baada ya kuja Magoli ametusajilia wachezaji ambao wenye quality, mpaka sisi wenyewe hatukutegemea kwa wapata wakina Libasa Yage, wakina Yaura, umeona, na wachezaji wengine waliokuja kwenye dirisha dogo. Wameleta mapinduzi makubwa na tumewaona wana impact kubwa, wametufanya tuwe na amani na furaha katika Simba. Ila walipokuwa wenyewe wakina Trageni na mwenzake Mangungu, hakuna kitu kilichokuwa tunakipata. Amekuja Magoli, hatujafungwa na Yanga. Kwani wakati Yanga anawafunga Magoli hakuwepo? Hakuwa katika uongozi. Katika uongozi Magoli hakuwepo. Magoli kaja msimu huu tena baada ya ngao ya jamii. Tumeshafungwa na Yanga ngao ya jamii. Umeona? Baada ya siku chache ndio Magoli akaingia katika ile nafasi. Umeona? Kwa hiyo lazima sisi tumheshimu Magoli. Mimi namheshimu Magoli kuliko hata huyo Trageni na Mangungu. Wote ni wana Simba, lakini tunaangalia nani mwenye impact kubwa kuitetea Simba na kuwa na uchungu wa Simba. Mwenye uchungu wa Simba tumemuona ni Magoli peke yake kuliko Mangungu. Kwa sababu kama Mangungu wewe una uchungu na Simba, usingekubali kufungwa na Yanga mara 6 mfululizo. Usingekubali Yanga achukue kombe mbele yako mara 5 mfululizo. Ni kitu ambacho Mangungu tunafungwa na Yanga, Mangungu anaenda kuchekea chooni. Leo hii hivyo ni la ukweli hilo? Hilo ni la ukweli. Ni la ukweli kabisa. Mwenyekiti kuchekea chooni? La ukweli kabisa. Mwenyekiti alichekea chooni. Ni kweli kabisa. Ilikuwa ni kwa sababu ya kulikuwa na mgogoro au issue ilikuwa nini? Yaani mimi ninavyoona kwamba ni chuki binafsi. Chuki binafsi ya Mo Dewji kuendelea kuongoza Simba kwa utashi mzuri, na chuki binafsi kwa sababu atoi pesa upande wa wanachama wasajili mchezaji. Sasa wewe unataka tafuta wewe pesa zako, na ndio maana mimi nasema kwa uongozi utakaenda kuchagua kwenye uchaguzi mkubwa utakaye kuja, sawa, tunataka kiongozi tutakaenda kumchagua sisi awe na pesa kwenye akaunti yake isipungue bilioni 2, ndio tutampa uongozi Simba. Simba ni kubwa, huwezi kumpa tu mtu mwenye njaa hata siku moja. Yaani umpe mtu mwenye njaa ataenda kununua mabasi, yaani hela ya Simba atanunua mabasi, atakuwa anaenda kusini kule. Mimi nakwambia. Ila kama utapata mwenyekiti ambao hanajiweza, hata hujuma haiwezi kuwepo. Sasa kama unamkataa Mangungu, nikuulize swali. Bosi wa Simba sasa hivi nani? Bosi wa Simba kwa sasa hivi, bosi kama bosi mwenye kutoa hela au kiongozi. Kuna bosi na kiongozi ujue. Kuna bosi na kiongozi. Bosi bado anasimamia kuwa Mo Dewji. Yule ndio bosi wetu. Akishirikiana na Jairuti kama mdhamini wetu wa jezi. Hao ndio mabosi. Unapozungumzia bosi, hao ndio mabosi. Unapozungumzia kiongozi ni Mangungu. Kiongozi anatabaki kwa ndio mwenye Simba yake. Ndio mwenyekiti wetu. Si ndio mwenye Simba yake? Mwenye Simba yake ni sisi wanachama. Yeye tumemweka pale kwa uwakilishi wetu sisi. Sisi tumempigia kula yeye ili atuongozee Simba yetu. Hatuwezi kuongoza wote. Kwa hiyo yeye kama mwakilishi wetu sisi, au sisi tukamwambia bwana wewe kaa hapo uongoze Simba yetu. Simba yetu usimamie mali za Simba. Umeona?
kaa hapa, si ndio tumemweka pale. Kwa hiyo tuna uwezo pia wa kumtoa kwenye uchaguzi kwamba bwana wewe kaa pembeni, tutafute mtu mwenye hela ambao hana njaa. Sawa. Wewe unavyofahamu Mo Dewji ni nani ndani ya klabu ya Simba? Mo Dewji ni mwekezaji ndani ya Simba, ni mwekezaji ndani ya Simba, ni tajiri ndani ya Simba. Kwa katiba ipi? Yaani sisi bado tunasema ni tajiri ndani ya Simba, ni boss. Kama watakuja hao wengine wawili kuungana na yeye kawa watatu, sawa, ila yeye tutampa heshima yake kwa sababu katutoa mbali. Heshima yake Mo tutampa heshima yake vile vile. Mimi nimekuuliza Mo Dewji kwa sasa ni nani ndani ya klabu ya Simba? Ni boss wa Simba. Kwa katiba ipi? Sasa kwa katiba ipi? Katiba hiyo hiyo ya mwanzo mpaka itakapokuja kutenguliwa hii katiba mbele ya wanachama wote, wakatengua bwana, hii katiba ya mwanzo hatuitumii tena, tunatumia katiba hii ambayo tumepewa na serikali. Sisi tutasema sawa, na hatuwezi kusema kwamba yeye tena sio bosi, bado anaendelea kuwa bosi mpaka wapatikane mabosi, ndio tutakuwa tuna mabosi, sio bosi. Sasa hivi ataendelea kuwa bosi kwa sababu yuko peke yake kwa mujibu wa katiba ya nyuma. Kwani Jeruti sio bosi? Jeruti ni bosi. Hawezi akikabidhiwa Simba leo hawezi kuiendesha. Kaka, Simba unapokabidhiwa Simba ni kubwa. Simba kweli ni kubwa. Kweli ni kubwa, lakini unapokabidhiwa Simba huo umejiandaa kwamba nakabidhiwa Simba kuwa bosi wa Simba. Huo umejiandaa. Sisi hata akipewa Jeruti sio kwamba apewe yeye peke yake, waungane wawe watatu. Kama alivyo Mo peke yake. Kama alivyo Mo. Mo kama miaka yote yuko peke yake. Hawezi. Jeruti hawezi. Hawezi. Ni mshikaji wetu, ni bwana mdogo, hawezi kuiongoza Simba peke yake. Hana viwanda, hana makampuni. Hawezi kuongoza Simba uwe na maviwanda, uwe na makampuni ambayo unaweza kuiendesha Simba. Lakini huwezi kujua na ukwasi kiasi gani benki. Ukwasi wa benki sio sababu. Huwezi kuniambia ule anaweza akawa kwamba hizi klabu za Simba na Yanga kuna muda inabidi kuna hela zingine unapozitoa hata usiziandike kwenye madaftari, inabidi uwe bosi kweli kweli. Uwe bosi kweli kweli. Sio kila hela unaiandika. Sio kila hela unaiandika bro. Kuna muda hela unazitoa tu. Unatoa tu hela. Yaani hizo alizotoa tu Mo ambao hajaziandika. Hazihesabiki. Za kwamba ile unaingia ofisini unakutana na watu unagawa. Wewe bwana wewe acha masiala bwana. Mo mimi sijai kula hela yake hata shilingi 100. Ila anapofanya kwa ajili ya Simba Sports Club, mimi naona kama vile anaitendea haki kwa sababu kuihudumia Simba, kuisafirisha Simba, kuipeleka nje ya nchi, kupanda ndege kwenda mikoani wale na nini, acheni masiala nyinyi. Haya, chanzo cha mgogoro wa Simba ni nini mpaka sasa? Kwa sababu watu wanajiuliza maswali. Simba Yanga kachukua mara 5 mfululizo ligi. Ikikaribia msimu unaanza unasikia Simba wanakuambia tunajipanga kurudisha kila kitu, tunarudi upya, kila kombe letu tunalitaka. Wakati msimu unataka kwenda kuanza yanaibuka ya kuibuka. Mimi tatizo liko pale Simba ni kubwa sana, upigishaji wa shoti. Tatizo ni kubwa. Yaani tatizo ni kubwa sana. Upigishaji wa shoti kutoka nje au ndani ya klabu? Ndani ya klabu yetu, upande wa mwekezaji na upande wa wanachama. Yaani kuna shoti kubwa sana ambayo inapigishwa sana ili tumuone mwekezaji mbaya abadilishe sui kanuni sui na nini. Kubadilisha kanuni na katiba ni mchakato wa muda mrefu mpaka kwanza timu ikae sawa. Timu imeshakaa sawa, baada tuendelee na nani, tunapigishana shoti, timu ifungwe na mpinzani aonekane huyu mbaya asajiri. Umeona? Yaani hiyo ni shoti tu ya kupigishana shoti. Hakuna kitu kingine zaidi ya kupigishana shoti. Kwa hiyo tuseme tu ya kwamba sisi kama wana Simba wenye akili tunajua kwamba yeye ni shoti inatokana na nini. Umeona ba, na kufungwa na Yanga inatokana na nini, na kuchukua kombe Yanga mara 5 mfululizo inatokana na nini. Hilo sisi tunafahamu. Naam. Bwana uzi mpya huo. Kama unavyoona simpingi Jeruti. Mpya huo. Ni kijana ambao anafanya kazi. Matilio yake tushike. Mnasema matilio ya Ulaya. Yeye matilio ya Ulaya. Yaani unapovaa jezi ya Simba. Huwa sasa hivi tukisema tuvutane haitatuki. Haitatuki. Yaani unaposema unavaa jezi ya Simba ya sasa hivi ni sawa na unavaa na jezi ya Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Man City, umeona vilabu vikubwa, yani vilabu vikubwa. Kwa hiyo jezi ya Bruno Fernandes ndo hiyo. Unavaa hii, unavaa. Hiyo ndo jezi ya Bruno Fernandes. Unavaa. Uzi huo. Uzi. Kitambaa hicho. Hatari sana. Jeruti kwanza ninampa kongole zake. Na mimi kwa mapendekezo yangu mimi
na wanasimba wote kama wanajua au kama watajipanga vizuri, Jairuti awe mwenyekiti wa Simba Sports Club kwenye asilimia za wanachama, asilimia 51. Tumpe mwenyekiti Jairuti, atashirikiana na Mo Dewji, sawa, kuifanya Simba yetu tukaenda tukachukua kombe la klabu bingwa barani Afrika. Kwamba nani Jairuti amwe mwenyekiti? Ndio maana yake. Yaani sisi kwa sababu muda wake umeisha. Sawa? Mangungu muda wake utakuwa umeisha. Akitaka kugombea? Akitaka kugombea tusimpe. Labda achukue kwa nguvu kama alivyochukua. Hawezi, ameshawahi kuchukua kwa nguvu? Hakupitishwa ule, basi tu alijipitisha mwenyewe na watu wake. She, uchaguzi unapigiwa kura. Unaposema kajipitisha likajipitisha. Kula bana, wewe je kuona kwamba kula zimeibiwa? Nasikia. Ndio hivyo, kula kuibiwa ni jambo la kawaida. Ipo. Mangungu alijipitishaje? Ndio ziliibiwa kula. Msimu upi kwanza unaoongelea? Ule msimu ambao anaongoza mpaka hivi sasa. Aliomleta, yaani msimu aliopita ambapo yupo mpaka leo hakupita kihalali. Hakupita kihalali. Alituletea mtu ambao amekuja kutufanyia kampeni sisi, Manzoki. Watu wakapiga makofi. Manzoki kwa analetwa na Analetwa na Mangungu. Mangungu kamleta kwa ajili ya kufanya kampeni. Kwa hiyo alivyofika hapo Manzoki, watu wanapiga makofi kumshangilia Manzoki, huku watu wanaiba kula, wanasijaza upande wa Mangungu. Kwamba ile ilitokea bahati mbaya au ndio ilikuwa ajenda? Ndio ajenda hiyo, ndio alipanga hivyo. Ndio alipanga. Mimi nakwambia Mangungu mimi nilikuwa namkubali fika. Ila kwa mwenendo wa kufungwa na Yanga na makombe kwenda Yanga muda wote na yeye yupo, kwa kweli mimi imenitoa kwenye. Tuongee kiuhalisia, umelizishwa na usajili mpaka sasa usajili wewe? Kwa sasa hivi kwa kweli umelizishwa kabisa kwa 100%. Namshukuru Mwenyezi Mungu nimeridhishwa na usajili. Hatutasikia milio. Milio hamna. Milio labda iwe kwenye pitch. Na kwenye pitch wale waamuzi kama ilivyotokea Zanzibar. Hiyo milio itakuwepo. Ile striker leno vipi? Striker lile. Ule mtoto ni hatari. Dumbia. Ibrahim Dumbia. Ule mtoto ni hatari. Yaani sisi tusiwe na haraka, tumpe muda. Yule mtoto tunaenda klabu bingwa finali ile pale. Wallahi nakwambia finali ile pale klabu bingwa. Yule ndio Dumbia. Huku na Eura. Huku na mtoto anaitwa Lanili basi age. Huku na mtoto ametoka hapo South Africa kwa Madiba. Hapo katikati anakiwasha. Nye, acheni bana. Usimalize maneno. Tarehe 12. Kaka, ndani moto, nje moto. Hesabu kwanza. Leo tarehe ngapi? Leo ni tarehe 5. Tarehe 12 lini? Tarehe 12. Usihesabu vidole hivyo. Tarehe 12 itakuwa ni siku ya Jumaa ngapi? Hesabu vidole. Siwezi kuhesabu vidole. Unajua umenishtukizia. Tarehe 12 kama tarehe 12 ipo, lakini sijui itakuwa ni siku gani. Umeona moto wa Yanga? Sijauona. Sawa. Kikosi cha Yanga umekiona? Sijakiona bado. Wachezaji wa Yanga waliosajiliwa umewaona nadhani? Wachezaji waliotangazwa nimewaona. Peter Sharulile miaka 32. Mtu wa maana. Babu vipi? Babu ule. Chama na miaka mingapi? Chama ana 34 kama sikosei. Kwa hiyo Chama ni mkubwa kwa Sharulile. Unapomleta mchezaji kutoka nje ana miaka 32 na tofauti na Chama alivyoletwa hapa Tanzania, hakuwa na miaka hiyo. Hiyo miaka hiyo kaipatia hapa kwetu, katutumikia sisi kwa miaka hiyo yote. Chama na 32 na bado anakiwasha. Anakiwasha yule 35 Chama na anakiwasha. Yaani striker na kiungo ni vitu viwili tofauti. Striker anatakiwa kijana mwenye unyumbulifu, striker mwenye akili iliyotulia, striker. Ila unapomzungumzia Chama ni kiungo mlainishaji. Kwa nini imekuwa story kubwa Afrika Sharulile kuja huko? Sharulile amekuja kwa sababu kwanza watu wanashangaa kwa umri wake, kweli anaenda Yanga. Sio kwamba yani kwa watu wanashangaa kwa umri au kutokana na ukubwa alionao. Ukubwa alionao upi? Umri wake, watu wanaangalia umri wake. Sharulile sio mchezaji mwenye profile kubwa. Yule alikuwa anatakiwa na Mbeya City, ila basi tu kwa sababu Yanga wamemchukua juu kwa juu. Sharulile sio mchezaji mwenye profile kubwa Afrika. Ana profile kubwa, ila sasa umri wake umeshaenda. Yule Mbeya City walikuwa wanamhitaji, ila sasa kulingana na Yanga wamemchukua juu kwa juu. Kwa hiyo hamna namna. Haya, tumuondoe Sharulile, mtu asija kakiwasha hapa, tutakaje tukasikia milio, si tupo hapa inshallah. Kuna Sheki Tule
Ana uchebe hivi kama umemuona. Shekitule. Ostazi yule. Miaka 37. 37 akatoka ligi ya Saudi Arabia kakiwasha msimu mmoja magoli 26. Ulimuona? Tunaangalia rekodi huwa zidanganya. Rekodi inaweza kanza. Wewe sako saizi ukienda sehemu kuomba kazi watu wanasoma wasifu wako. Ndio wanasoma CV wa nyuma kabisa. Nyuma kabisa miaka 6 iliyopita. Haya, wana Clement Mzize. Aswa ule mtoto namkubali. Sio kwamba namkubali kwa sababu ni wa nyumbani, ila Clement Mzize namkubali, ila injury tu ilimrudisha nyuma, lakini namkubali kwa uchezaji wake, ni striker, bonge ya striker. Yaani yule amweke Clement Mzize nje. Hem, tuongee kiuhalisia mpaka sasa hivi Simba na Yanga. Hata kama wewe ni shabiki kweli wa Simba, ongea tu ule uhalisia. Nani kasajili timu nzuri? Simba. Tupe sababu sasa. Sababu mimi na vijana wengi. Na vijana wengi mpaka sasa hivi. Hem, nihesabie hata wachache. Wachache. Libasi Agea na miaka mingapi? 22. Libasi ana miaka 22. Huyu mtoto nani Eura ana miaka 25. Eura. Lakini moto wake anauwasha ni balaa. Huyu nani Eli Mpanzu ana miaka 26. Bado anauwasha, bado ana umri mdogo. Umeona? Tunapozungumzia wachezaji kama huyu aliyokuja huyu nani kutoka South Africa. Anaitwa Keleso Malawa. Keleso Malawa, hatari sana ule mtoto. Yule ni balaa. Yule ni balaa ingine. Yaani unaona XGR hii ya nani ya Dodoma. Ya Mama Samia. Huyo ndio mtoto alivyo. Hatari. Unaambiwa yule aachi mpira mpaka amuone aliyomuona ampe mpira. Yule mtoto ni hatari. Kwa hiyo ana miaka 23, so mkubwa. Sawa, huo ndio umechambua ubora. Haya, nitajia Yanga wazee unawasema wewe. Watu si wanakutazama bwana. Watu wananitazama. Taja hao wazee. Wazee? Simba si umetaja watoto? Yanga taja wazee. Ule uchebe ule tunamuita mwogo mchungu. Ule kwa hiyo Ismail Tule mshamuita mwogo mchungu. Mandevu ule ustaz. Mzee. Miaka 37. Babu ule. Peter Shalulile miaka 32. Babu. Yule aliyotoka ligi ya nani ya wapi hapo Zambia. Yule ni usiseme yule anaitwa Albert Kangwanda MVP au mchezaji bora wa ligi kuu ya Zambia. Albert Kangwanda MVP. Unajua ligi ya Zambia huwezi kuifananisha na ligi ya Tanzania. Kule anapeana tu kwa sababu hamna ligi ya ushindani kama huku kwetu. Sawa. Kwa hiyo yule tumeanza kumuona muda sana katika ile timu. Kashahama timu zaidi ya 4 kwa pale Zambia. Zaidi timu yake ya kwanza kutoka nje ya Zambia ni Yanga. Sijawahi kumuona sehemu nyingine yoyote. Kwa hiyo hamna kitu mle, ni mtu ambao umri umeshaenda, kwa hiyo sio kumzungumzia sana. Bado ni mababu watatu huyo. Mwingine nikutajie? Endelea. Wengi sana pale, maveterani wengi sana, ila kwa sababu ndio wameshasajili na ni sehemu ambayo ya kwenda kula pension Yanga, waache ende wakale pension. Ikatokea ukapasuka tarehe 12. Hatuwezi kusikia milio huwezi kuisikia. Mimi nakwambia mimi ni damu ya Simba, mimi ni Simba. Mimi milio napoisikia ujue labda tumehujumiwa. Kama hatujahujumiwa, mimi tumefungwa mechi ya kihalali, tumefungwa kihalali. Utaongeaje? Utakuwa umezidiwa kwa Hem, tumalizie na hili. Ile barua yenu inaonekana imesainiwa na wote wawili, Mangungu na Trageni. Watu wanasema haijawahi kutokea hii. Barua taarifa kwa umma wamesaini watu wawili. Viongozi wawili wote wameisaini kwa pamoja. Safi kabisa. Hili swala niliongea kwamba serikali ingilie kati. Sasa sijajua serikali iliingilia kati. Umeona? Ila sijui. Ila kama wamesaini wote wawili ni big up sana, kwa sababu kuondoa utofauti lazima mkae meza moja, muongee, muwe na lugha moja, muwe na nguvu moja, muwe na Simba moja. Maana Simba moja ni nguvu moja. Hayo sisi ndio tunatarajia sisi kama wana Simba, kutakuwa na utofauti ndani ya viongozi. Viongozi wanapokuwa na utofauti, unafanya hata Jeruti huyu hapa aliyotoa jezi nzuri haziwezi kwenda, mnamrudisha nyuma Jeruti. Kama tofauti zimeondoka kwa hao viongozi wote wawili, mimi naamini kwamba Jeruti jezi zitaisha ndani ya miezi miwili.
Asante sana.